Mwezi wa Ramadhani ni kipindi cha kipekee katika Uislamu kinachowahimiza waumini kufanya mema na kusaidiana katika jamii. Miongoni mwa matendo makubwa yanayosisitizwa katika mwezi huu ni kuzidisha ibada na kutoa sadaka kwa wahitaji katika maeneo mbalimbali ambako hali yao ya kiuchumi ni duni. Kwa miaka kadhaa sasa, taasisi ya tabia njema ya Kiislamu JAI Zanzibar imekuwa ikitekeleza jukumu la kijamii kwa kuandaa sadaka kila mwezi wa Ramadhani katika vijiji mbalimbali nchini, tukio ambalo limekuwa daraja la kuunganisha moyo wa huruma kwa ndugu zao wanaoishi katika mazingira magumu. Leo ikiwa ni mwezi 18 Ramadhani, taasisi hiyo ilianza safari kutoka ofisini kwao Mlandege Zanzibar hadi kufika katika kijiji cha Kilwa Matemwe kilichopo kaskazini Unguja kwa lengo la kutoa kile kidogo ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajalia kwa kuwapa watu wenye hali ngumu za kimaisha, jambo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala hulifurahia kama anavyosema katika surati Al-Baqara: mfano wa wanaotoa mali zao katika njia ya Allah ni kama punje iliyoota mashuke 7, katika kila shuke punje 100, na Allah Subhanahu wa Ta'ala humzidishia amtakaye. Katibu JAI Zanzibar ndugu Hamisi Haji Silima amezitaka taasisi zenye uwezo kuwasaidia watu wenye hali ngumu za kimaisha ili kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuipeleka mbele dini ya Kiislamu. Ametoa wito huo katika kijiji cha Kilwa Matemwe mara baada ya kutoa sadaka kwa wananchi wa kijiji hicho. Kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kuweza kutuwafikisha kuja huku kuona ndugu zetu hawa na kuja kwa sadakia kwa kichache ambacho tulichokuwa nacho. Kwa upande wa taasisi nyingine, tulikuwa tunaomba kwa wale ambao wana uwezo wa kuweza, Mwenyezi Mungu wapa uwezo waone watu kama hawa ambao tumekuja kuwafikia sisi, ili waweze kuwasaidia vile vile, sababu kuna watu wengi ambao wana uwezo lakini imekuwa wazito katika kutoa sadaka. Kwa hiyo natoa ushauri na hususan viongozi wa taasisi mbalimbali waweze kukaa na kutafakari kulizingatia swala hili. Upande wa dini umetuamrisha kuweza kusaidiana, na hususan kwa watu ambao hawana uwezo. Kwa hiyo tunaomba taasisi nyingine wajitolee kama tulivyojitolea sisi, ili kuweza kulifanikisha swala hili na kuweza kupeleka mbele Uislamu wetu. Na vile vile tushukuru serikali yetu kwa hali ambayo inatufanyia. Yaani tukitofautisha baina mwaka jana tulipokuja na mwaka huu iko tofauti kimiundombinu na hali ambayo, sababu tulikuja mwaka jana hali ya miundombinu ya barabara ilikuwa mbaya sana, lakini mwaka huu tumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, tumekuja hatukupata tabu sana kama tulipokuja mwaka jana. Hii ndo hutoka kwenda kuwatembelea wenzetu na kuweza kuwafikia na kuyaona haya mazingira kama tulivyoyaona baada ya kutembea na kufika, na vipi uhitaji wao uweza kuwasaidia katika hali kama hizi. Kikubwa tunatoa nafasi hii katika jamii, katika serikali, katika watu mbalimbali ambao vipi wataweza kuiona nafasi kama hii, lengo kuweza kushirikiana na taasisi ya JAI, lengo kuweza kuwafika wenzetu wenye hali kama hizi. Ukifikiria tu mpaka kutoka barabarani kufika katika sehemu kama hii ni masafa takriban karibu lisali zima kuingia ndani ya sehemu hii, ndio ya kuonesha pengine katika jamii watu mbalimbali huona shida kufika katika maeneo kama haya, kuweza kuwafika wale wanyonge, kuweza kupata huduma na wao ambazo zile wanazohitaji katika kipindi kama hichi cha Ramadhani, seuze kipindi cha miezi ya kawaida. Naye naibu sheha na wananchi wa shehia hiyo wameelezea furaha yao mara baada ya kupatiwa sadaka hiyo. Ila tunakutoa shukrani zangu za dhati kupata fadhili hii leo hii kijiji cha Kilwa. Kwa hivyo sote sana basi na tumefurahi mkubwa mdogo kupata fadhili kama hawa, na kama itakuwezekana wapo wengineo watakuja, basi tunaombeni waje tufadhili inshallah kuweza Mwenyezi Mungu kadri Mwenyezi Mungu ajalia kidogo chetu, ndo shukrani yetu. Kwa msaada tunaopata tunazidi kupata kuneemeka, kwa siwe tulokuwa huo msaada tunazidi kuneemeka, roho zetu zishakuwa safi, tushaneemeka, tushafurahi sana. Wageni karibuni. Msaada huu sisi tunapokea alhamdulillah vizuri sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya nguvu ngoja tusaidia msaada huu hapa huu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akujalie kheri na salama, akulipigaje kheri na salama na akumbushe kila shari. Tunashukuru sana.
sana sana, kwa sababu kwa Ramadhani hii ya mwaka huu wafadhili hapa wakutoa sadaka kweli. Tunaanza nyinyi hapa. Ndoza nyinyi kwa mwaka huu hapa. Ndoza nyinyi. Kwa hiyo sisi tuna furaha kubwa sana mtaani Belo. Mimi na wenzangu wote tuna furaha sana leo mtaa wetu umeangia wafadhili alhamdulillah mpata sadaka nzuri sana. Wamefurahi mpaka watoto wadogo. Ndio tunawaomba wafadhili waje wasichoke. Watuone na sisi kijiji chetu cha Kirwa hichi, maana tu mbali sana huku. Ikaja riziki huko, kauliza kijiji cha Kirwa, watu wanapinga huko tunaambiwa hakuna kijiji cha Kirwa. Sasa hiyo inda zakwe. Tena hatupati sadaka yoyote ela kwa mwenyeji ndo tunayoipata, ila kwa mtu hivi hatuna sadaka tunaipata. Ramadhani ni shule ya maadili inayotufundisha kujali wengine. Utoaji wa sadaka ni njia mojawapo ya kuonesha shukrani kwa neema tulizopewa na pia kuwasaidia wale wenye uhitaji. Taasisi ya JAI kwa kuendelea kuandaa tukio la ugawaji wa sadaka imekuwa mwangaza wa matumaini kwa jamii nyingi. Ni mfano halisi wa jinsi mafundisho ya Qur'ani na Sunna yanayoweza kuishi katika matendo ya kila siku. Kwa niaba ya crew nzima ya JAI TV ikiongozwa na Masudi bin Ali sambamba na Hatibu bin Hamisi, tunawatakia Waislamu wote Ramadhan Karim. Nura Salum, JAI Online TV, wema kwa vitendo. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.